Mahakama ilitoa amri na kukumbuka kabisa kwa msisitizo upande wa mashtaka tulikutana leo watoe ripoti inayoeleweka kuhusu upelelezi wa shauri hili. Amri hiyo ilikuwa premised kwenye submission zetu Mheshimiwa Hakimu kwamba mashtaka yanayomshtakiwa ni non bailable. Wanapotoa general statements kama bado vitu havijakamilika, sijui vitu vya siri, it borders on the absurdity. Why did you arrest him in the first place? Presumption is before you arrested him, you've done your groundwork. National Prosecution Services Act inasema ofisi ya DPP inafanya kazi kwa kushirikiana na jeshi la polisi na taasisi nyingine. Hawa wana kama supervisor authority kwenye upande wa upelelezi na ukamataji, hasa upelelezi. Are these two different houses or is it one house? They cannot make the rules as they go along. Mshtakiwa aachwe huru. Upelelezi ukikamilika, wana haki kabisa ya kuweza kumshika tena na kumshtaki. Lakini ulisikia majibu ya wakati wa Mheshimiwa Wakili Katuga kwamba sheria haikubali sisi usituletee yale makosa madogo. Haya makosa makubwa sisi tuna latitude. Na tunapoweza tukaenda sheria ituambie tukamilishe upelelezi lini, tutakuwa naye na kwa sababu hakuna dhamana tutakaa naye. Na nilikumbusha mahakama yako Mheshimiwa kwamba ibara ya 14 ya katiba yetu inazungumzia haki ya mtu kuishi na mtu kupata hifadhi ya maisha yake. Na vile vile ibara ya 15 kuhusu haki ya mtu kuwa huru. Lazima hivyo vitu viheshimiwe na ni msingi. Na nikasema serikali haijawahi kuzaa mtu. Licha ya maguvu yote walikuja serikali haijawahi kuzaa mtu.